Na mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya ile part 1 ya respond ya bibi Nifa baada ya Resty kumzungumzia huko mtandaoni kama tulivyoposti katika video zilizopita, bwana, hii hapa ni part 2. Ni kwamba Nifa bwana ameendeleza kuzungumza mambo mengine mazito zaidi kumuhusu Resty na jinsi ambavyo yeye alivyopokea swala zima la Resty kuruka live na kuanza kumsema yeye in a very negative way. So katika video hizi za part 2 bwana, ni kwamba Nifa ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram na ameonyesha jinsi gani alivyokuwa na ghadhabu, na wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao katika comment section, ambapo pia wadau nao pia nitakusomea comment zao walichokuja kukizungumza baada ya Nifa kuposti tena part 2 ya kile ambacho yeye alivyoamua kurespond baada ya Resty kumzungumzia huko mtandaoni. Maana chanzo cha haya yote ni kwamba Nifa alikuwa na ugomvi na walikuwa wanajibizana na Uncle T kama tulivyozungumza katika video zilizopita, lakini Resty naye pia akajump in katika hiyo drama ambayo ilikuwa inaendelea kati ya Nifa na Uncle T, na sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba segele lipo kati yao Resty na Nifa. So Nifa amemjibu hapa Resty, nataka umsikilize. Afweti, nina update, nataka niwaambie update, kiwanja Buhongwa hakijanunuliwa, sijui nini. Wewe ulichangia hatamia wewe, unayetaka mimi nikifanya kitu chochote nije kuripoti kwako. Waliochangia wanajua kwamba kiwango chetu cha pesa ni kiasi fulani. Mpaka sasa hivi tunatafuta kiwanja, sina hata 100 ya huyo kaka, pesa zote yule Enoch anazo. Waliochangia wako taratibu, nendo wao wako wanatusaidia Mwanza, vitu vyote viko pale dukani. Wewe kama nani wewe? Uja kutoa update za vitu mimi ninavyovifanya, monitoring spirit. I rebuke you in the name of God. I rebuke you. Yani mimi na wewe Resty, hao watu wako naonea huruma sana. Naonea huruma rafiki zako, watu wako wa karibu, mtu yoyote aliyekuwa karibu yako namuonea huruma sana. Wewe ni type ya mtu unaweza mtilia mtu dawa akafa ukiwa unamchekea kwenye meza. Achana na maisha yangu. Nimekuvumilia kwa muda mrefu sana. Hivi vitu mimi vinaweza vikawa vinishtui na wala viumizi. Nina wazazi, ninaye mama yangu ninayempenda na kumheshimu. Nina wadogo zangu ambao wananitizama kama mfano. Ninawafanya kazi dukani. Respect the people I work with. Sijawahi kukuzungumzia kwa sababu una familia, una mume ndani, una watoto. Siwezi kuvunja heshima kwa mtu kama wewe. Nasali mimi, hata kama sivai ushungi wakati wote. Achana na maisha yangu, shetani mmoja. Achana na maisha yangu na kutoa katika maisha yangu kwa nguvu za Mungu. Kaangaike na waliokuangaisha. Kama kuna mtu alikufunga sehemu kwenye bahari huko, namuomba akakufungua akili yako, ufahamu, irudi ujijue ni mwanamke na una watoto, unahitaji kuwatunza. Achana na mimi. Achana na mimi Resty. Achana na mimi. I am done. This is my last conversation to you. I am done with you. Wewe ni shetani, achana na maisha yangu. Stop embarrassing me. Stop trying to ruin my life. Stop talking about me. Hata kwa mafumbo. Nakwambia wewe, kuna siku utajichanganya vibaya. Kuna siku ulichukua picha yangu ya Blender, ukaichukua ukaiweka kwenye lipeji lako, tunaziba sura. Resty, there is a day without a name. You will not believe it. I am not kama unavyoniona. I respect my customers. I respect my business. You're not going to step on me. Ukitegemea nitakuangalia hivi. Ni miaka 2 inaenda. Utaki kuacha. Endelea. So Nifa hakuishia hapo, ni kwamba akaposti tena video nyingine akiwa anazungumzia the same topic ambazo Resty alikuwa anazizungumza kumuhusu yeye. So nataka pia hapa usikilize video nyingine ambayo Nifa aliposti akiwa anamzungumzia au anakizungumzia au anarespond kile ambacho alichokuwa anakizungumza Resty katika live zake. I repeat, you have children. Huyo mtoto wako wa kike, wewe mkubwa, akifika level kama ya kwangu, akafanya biashara kama za kwangu, ingekuwa kuna mtu kama wewe anamwandama huyo binti yako ambaye unalala naye hapo nyumbani kwako, would that be okay to you? If it's not, then that tells how evil you are. Very evil. A very evil being. Ulikuwa na usichana wako, ulipokuwa unasoma, unapelekwa shule na mabenzi na nini, stories zote tunazijua. Who ruined ujana wako?
Who ruined ujana wako? Ni nani aliyekujeruhi wakati wa ujana wako? It's my time to work. It's my time to serve my customers. Wakati naambiwa nauza vipodozi feki, I had to fight to the top to prove kwa wateja wangu kwamba I'm working. I had kusafiri. I had to save money. Unanielewa? I had kwenda darasani kusoma. Marehemu Nyawili angekuepo angesema, wewe mwanamke na ushetani wako ulikuwa influence ya mimi kuingia darasani kusoma kuhusu cosmetics. Sasa jiulize, if you're doing this to me, kesho akifanyiwa huyo wa kwako uliokuwa naye ndani, kwa sababu sisi wengine hatuna wazazi ambao tunatakiwa kuangalia pressure zao na mioyo yao. I respect my customers so much, but you made me break in front of them. You woman, I have fasted for you. I have prayed about you. Do not keep trying me. Do not keep trying me. Hakuna unachonipunguzia. But guess what, my nigga? You, Buffalo, I've got a mother, bro. I've got a mother. I've got people wanaoniangalia. What? Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ni kwamba Nifa bwana amejisikia vibaya na ameamua kuzungumza na ametolea mfano hata Uresti naye pia yuko na watoto wa kike kama yeye. Inakuwaje na yeye angejisikiaje kama kuna mtu anamuandama kiasi hicho kwenye mitandao? Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao katika comment section kama ilivyokuwa kawaida. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana Resti mnene sana, hatuwezi kumsikiliza bwana, sisi tuko na dada Nifa tu. Maimatha wa Jesse amesema kwamba pole baby, pole. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana kuna mtu hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bila popcorn hii battle huwezi enjoy. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana baby keep your focus on your dream. Kwa mtu anasema kwamba bwana Nifa tafadhali relax, mambo ya kawaida sana haya, tulia, achana na yule bi mkubwa kaniuzi kweli kweli. Kuna mtu ameandika hii, kuna mtu hapa amekuja kuandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana Nifa unatisha, unatumbua sana macho, mpaka mimi huku naogopa. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana pole sana dada, relax bwana, muachie Mungu mdogo wangu. So hizo ni comment za wadau kufuatia hiki ambacho kinaendelea huko mitandaoni kumuhusu mwanadada Nifa. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako pia katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.